Rais wa FIFA Gianni Infantino ameomba radhi hadharani kwa makosa yaliyofanyika katika mpango uliotikisa FIFA. Lakini pamoja na shinikizo kubwa kutoka UEFA, viongozi wa soka na hata baadhi ya serikali, bado ataendelea kuwa rais wa FIFA. Mpango wa FIFA Forward Enterprise maarufu kama FFE, mpango huo ulikuwa unapendekeza kuruhusu wawekezaji binafsi kuwekeza katika baadhi ya mashindano ya FIFA, ikiwemo kombe la dunia la wanaume na wanawake. Baada ya ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya FIFA, Infantino aliitisha mkutano wa dharura wa viongozi wa juu wa shirikisho hilo mjini Rabat, Morocco. Mwishoni mwa mkutano huo, yeye pamoja na katibu mkuu wa FIFA Matthias Grafstrom walituma barua kwa mashirikisho yote 211 na wanachama wa FIFA wakisema wanaomba msamaha wa dhati na kuahidi kuwa makosa kama hayo hayatotokea tena. FIFA ilikiri kuwa kulikuwa na mapungufu katika namna mpango huo ulivyowasilishwa, hasa baada ya taarifa zake kuvuja kwenye vyombo vya habari kabla ya wanachama wengi kushirikishwa kikamilifu. Hata hivyo, shirikisho hilo limesisitiza kuwa hatua zote zilizochukuliwa zilifuata taratibu na kanuni za FIFA. Licha ya kuomba radhi, Infantino alipata habari njema baada ya viongozi wa juu wa FIFA kuthibitisha kuwa bado wana imani naye na wanaendelea kumuunga mkono kama rais wa shirikisho hilo. Lakini upande wa Ulaya hali ni tofauti. UEFA imesema imepoteza kabisa imani na uongozi wa Infantino na hata kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya FIFA. Baadhi ya mashirikisho kama vile Wales tayari yameondoa uungwaji mkono wake, huku England ikitarajiwa kufanya uamuzi kama huo. Aliyekuwa nyota wa Barcelona, Real Madrid na Ureno, Luis Figo amemtaka Infantino kujiuzulu, akisema ameshusha hadhi ya ofisi aliyokuwa ameahidi kuibadilisha. Naye waziri mkuu wa Canada, Mark Carney, amesema hana tena imani na uongozi wa rais huyo wa FIFA. Hata hivyo, kisiasa Infantino bado anaonekana kuwa na nguvu kubwa. Mataifa mengi kutoka Afrika na Asia ikiwemo Morocco, Misri, DR Congo, Nigeria, Mauritania na Ufilipino yanaendelea kumuunga mkono. Nchi hizo zimekuwa zikinufaika na ufadhili kupitia mpango wa FIFA Forward, jambo linaloonekana kuongeza uhusiano wao na uongozi wa sasa wa FIFA. Kwa sasa Infantino anatarajiwa kugombea muhula wa 4 wa urais wa FIFA mwaka 2027. Mgombea yeyote anahitaji kura 106 kati ya wanachama 211 wa FIFA ili kushinda uchaguzi. Wachambuzi wanaamini kuwa changamoto kubwa kwa UEFA si tu kumpinga Infantino, bali pia kupata mgombea mwenye uwezo wa kuunganisha mabara mengine na kuendelea kutoa programu za maendeleo kwa wanachama wa FIFA. Wakati huo huo, Infantino atalazimika kurejesha imani ndani ya FIFA baada ya mshauri wake mkuu Carlos Cordeiro kujiuzulu kutokana na sakata hili, huku viongozi wengine wakionyesha kutoridhishwa na namna mpango huo ulivyoandaliwa. Na sasa macho yote yanaelekezwa kwenye miezi ijayo kuona kama hatua ya kuomba radhi itatosha kurejesha imani ya wadau wa soka duniani au kama mgogoro huu utaendelea hadi uchaguzi wa FIFA wa mwaka 2027. Je, kuomba radhi kwa Gianni Infantino kunatosha au unadhani ni wakati wa FIFA kupata uongozi mpya? Hii ni AyoTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.